Bunge tunaendelea swali linalofuata. Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani Msongozi, Bunge ya viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kuanza ujenzi wa kituo cha afya kati ya Namwinyu wilayani Tunduru? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Jafari Seif. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani Msongozi, mbunge wa viti maalum mkoa wa Ruvuma. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021/22 hadi mwaka 2025/26, serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 6.06 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya halmashauri, vituo vya afya Masonya, Mchesi, Nalasi na Mpungu, Jumahomera na Murumba, pamoja na ujenzi au ukamilishaji wa maboma 20 ya zahanati katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26, serikali imetoa kiasi cha shilingi milioni 459 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ya Kalulu na Semeni. Taratibu za kuanza ujenzi zinaendelea. Aidha, katika mwaka wa fedha 2026/27, serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni 200 kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya vituo vya afya vya Mchesi na Jumahomera. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa miundombinu katika vituo vya afya 364 kote nchini, kisha kuendelea na ujenzi wa vituo vipya katika kata zilizokidhi vigezo, ikiwemo kata ya Namwingu katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani Msongozi, swali nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa fursa ili niweze kuuliza swali moja dogo la nyongeza lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, majibu ya serikali ambayo yametolewa hayana maslahi kabisa na changamoto ya kituo cha afya cha Namwinyu. Majibu yameeleza kata nyingine tu, lakini Namwinyu bado iko pale pale. Kata ya Namwinyu ina wakazi 14,000, ina vijiji 5, ina vitongoji 45 na haina kituo cha afya. Je, serikali ina mpango gani wa dharura kuhakikisha kwamba kituo cha afya kinajengwa kwa ajili ya maslahi ya wananchi wa kata ya Namwinyu? Swali B, serikali haioni kwamba kuchelewa kujenga kituo cha afya katika kata hii muhimu ya kimkakati ni kuzorotesha afya za wakazi wa kata husika? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya maswali haya mawili ya nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali madogo mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani Msongozi, mbunge wa viti maalum mkoa wa Ruvuma. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Jacqueline kwa kuwasemea. Mheshimiwa Naibu Spika, naitwa Jacqueline Ngonyani Msongozi. Mheshimiwa mbunge, nilikutaja kwa jina Jacqueline Ngonyani Msongozi. Kwa hiyo swali linajibiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri. Naomba uwe na utulivu. Sikilize. Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ameuliza na anawasemea wanawake wa mkoa wa Ruvuma, na majibu ya serikali Mheshimiwa Naibu Spika tunayajibu kwa maana ya kwamba anawasemea wanawake wa mkoa mzima wa Ruvuma pamoja na kata aliyoyainisha. Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwa sasa wananchi wa kata ya Namwingu wanaendelea kupata huduma hizi katika zahanati 4 katika kata hiyo yenye vijiji 5, na wakitaka zile huduma za upasuaji angalau wanatembea umbali wa kilomita 20 kwenda kuzipata katika kituo cha afya cha Matemanga. Lakini kwa sambamba na hilo, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na nimwelekeze mkurugenzi kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, afike katika kata hii na kuanza kuainisha ujenzi wa kituo cha afya na tuanze kuchukua hatua za awali za kuanza ujenzi kituo cha afya katika kata ya Namwingu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba